Oh. Tena ni kasi kuna naongea. Ona kuna mic. Mnaniona vizuri? Mimi ndio Sifuna, katibu mkuu wa chama cha ODM, seneta wa kaunti ya Nairobi na naibu kiranja wa walio wachache kwenye bunge la Senate. Nimefika hapa na wanataka kutuchagulia marafiki na maadui. Sisi wa Nairobi, sisi ni familia moja. Naam, karibu tena. Wakenya wenzangu, mjadala huu ni muhimu sana na nitashukuru sana ukiwaleta marafiki zako popote waliko hapa nchini ili waweze kufahamu haya maneno. Naanza na kueleza kwamba wajua William Samoei Ruto amesoma watu wote wa ODM. Akawajua, na yule mtu peke yake Ruto alishindwa kusoma ni mtu ambaye tunamuita marehemu Raila Amolo Odinga. So guys, wametoa Sifuna. Finally we had waited for this day. Wametoa Sifuna finally. And I want you to make me understand kwa nini party leader alipeana a whole speech na haku address that issue. Na wakamaliza meeting, waka-adjourn the meeting na haku tuongelesha kuhusu Sifuna. Ama walimaliza tusimu tukapigwa wakambe, you guys had one job to do and you didn't do the job, so make sure the job is done. And so they had to organize another press conference, and now the acting SG delivers the news. Uzuri tumeona uso za traitors. Tumeziona hapo si Barati kwa kona, tumekuona. Junet tumewaona. We have seen you guys. Affordable party members. Kwara, mimi ndo Sifuna one time. You know, something I've come to realize is that finally Sifuna will grow. Because your party mulikuwa mnamfinyilia, mulikuwa mnamzima sana. He will grow to the leader. Hey, mutashanga. One time. So kwa hivyo Ruto akajua hii team watu ambaye wanaweza karibia Raila ni Sifuna, Babu Owino, James Orengo na Anyang' Nyong'o. Na hapo akaamua kuwatenga. Wakati Raila ameenda, wakati baba amesafirishwa. Kwa hivyo akaweka pembeni hawa majamaa ambao nimetoka kuwataja. Ni kwa nini? Kwa sababu ni watu wa akili sana na wengine wao ni lawyers na wanaelewa siasa ni nini. So akaona kwamba wangemsumbua akili. Ninyi watu wa ODM wenye mnajifanya sana mko kwa broad based government, ni nini kilichowapeleka kule kwa broad based government? Kulingana na Zakayo, kama Raila angekuwa hai, angewaambia ni zile 10 point agenda, ile mambo ya mauaji, ile mambo ya extrajudicial killing, ile mambo ya abduction, ile mambo ya machama isiingiliwe, taja yote hadi ifike 10. Hiyo ndio ilizaa mambo ya broad-based government. Kwa hivyo, mmesahau kwa nini mko pale broad-based government. Ruto amewaletea ukurasa mwingine mpya. Ndio msahau mambo ya zile agenda 10. Kwa sababu mwanzilishi wa hizi agenda 10 ya broad-based alikuwa ni Edwin Sifuna. Kama mwanasheria, katibu mkuu na mwandani wa Raila Amolo Odinga. Sasa Ruto amewapanga hadi mnatoa Catherine Omanyo wapi? Anakuja kufanya nini? Kazi yake ni gani? Mmesaliti Raila. Mmesaliti baba. Elewa kwamba ile kiti ilikuwa inaunganisha Ruto na Raila kwa misingi ya broad-based government ni zile agenda 10. Na mwanzilishi alikuwa ni Edwin Sifuna. Kwa hivyo Zakayo akaangalia right, left and center. Akaona kwamba akwamilie watu kama Oburu Odinga, Junet Mohamed, kina Gladys Wanga. Yani hawa watu hata ukiangalia masomo yao iko kiwango kipi. Akapuzilia mbali wale watu wa kisheria. Sasa mmesaliti baba. Sababu ya tumbo zenu. Wananchi wa ODM wenye mnasikiza hapa. Kama kina Enruche, enda simama, na ukijaribu kuenda kipande cha Zakayo na hao matumbocrats, mjue nyinyi wenyewe mmesaliti baba.
Ndio maana Edwin Sifuna alisema kwamba atakuwa ngangari, atakuwa yani amejitolea, atajitosa kimasomaso aweze simamisha hiki chama cha baba. Kwa hivyo wameona hawawezi suluhisha zile ajenda 10 na huku baba akipumzika akijua ameacha Wakenya kwa hizi ajenda ambazo zitawasaidia kuendelea mbele. Mmesaliti baba, wanachungwa, mmesaliti baba. Wale mnajifanya kwenda kwa broad based government, mmesaliti. So nawaomba, nitatoa wito kwa nchi, haswa zaidi wale walioko katika udugu wa ODM, msijaribu kujiingiza kwa hii maneno ya broad based, sababu yule baba mlikuwa mnampenda aliongea mchana na usiku. Zile ajenda 10 ndizo zilileta hii broad based government ambao wamesaliti zote. Ruto ako kwa bedroom yake saa hii anacheka na kufurahia kwa sababu hayuko tayari kutekeleza mambo yaliyoleta broad based government pamoja. Ningekuwa ninyi, munge maintain mkataba wa Raila mpaka 2027. Sifuna akiwa katibu mkuu ili aweze maliza hizi ajenda 10, ndio serikali ingine ikuje, ama mtengeneze mkataba mwingine mpya wa kufanya kazi na Zakayo. Sasa mmesaliti baba, mmesaliti Raila, baba mwenye alikuwa ameshikwa akakaa jela kupigania hizi ajenda 10. Baba aliyekaa kwa jela, mamake akafariki na akazikwa bila kumuona. Eti mkaona audacity, mnakuja tu hivi kiolela olela bila kujali kuhusu mustakabali wa ODM. Mimi ni Sifuna, mimi ndio Sifuna. Sijui maoni yako ni yapi, Mkenya mzalendo? Tukutane pale kwa comment section ili tuweze kujadili. Je, unaonelea kwamba Sifuna anapaswa kuendelea kupush hizi ajenda 10 kwa serikali, ama tuachie Team Tumbokrats kuendelea kuangamiza nchi? Kwa heri ya kuonana, Mama Radi hapa.